Taarifa hii habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Ujambo mpenzi msikilizaji wa redio kijamii Kivu popote pale ulipo, ni kwamba matumaini yangu makubwa kwa msimu wa afya na wakati kama na huu huko kando redio yako ili kuweza kusikiliza matangazo yetu na ukaribisha kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari ambao unagubikwa na ukurasa wa habari muhimu leo. Uchambuzi wa habari kutoka waandishi wetu mbalimbali, makala ya michezo na burudani pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa siku ni Omari Makelele Ozile, upande wa pili na sana kijana Merci Mbele Chipamale. Nasema karibu na tuambatane kwa pamoja mwanzo hadi tamati. Kabla ya kuingia kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari zenye kwa kina, nampisha Bi Charlotte Fatuma Sandra kwa habari muhimu leo. Karibu. Asante. Ndani habari muhimu siku ya leo tuanzie huko Kilembwe, ambapo hali ya maisha ya wananchi wa Kilembwe na kando ndani ya sekta ya Lulenge inaripotiwa kushuka mno kiuchumi, ambapo mpaka sasa kigozi kimoja cha unga wa muhogo kinachukua pesa 115 za Kongo kutokana na ubovu wa barabara zinazofanya gari kutokufika eneo hilo. Mapambano makali yameshuhudiwa mchana kutwa wa siku ya 3 wiki hii ndani ya kijiji cha Kalonge na kando sio mbali zaidi na Minembwe. Kwa jambo hilo, mkuu wa vikosi vya uzalendo FPDC kamanda mtetezi wa pili Olivier Bolingo ameonyesha kuwa vijana wanajipanga na kuendelea vema kwenye shamba la vita. Na mwisho katika habari muhimu ni kwamba watu wawili waliotekwa nyara na watu wasiojulikana Pakalemi wameachiliwa huru kisha kulipa kitita cha dola za Marekani 15,057. Amehakikisha hivyo administrator wa tarafa la Kalemi. Sina mengi, ni hayo tu kama habari muhimu siku ya leo. Asante sana Bi Charlotte Fatuma Sandra kwa ukurasa wa habari muhimu. Tujikite ndani ya uchambuzi wetu wa habari zenye kwa kina, tukianzia katika mji wa Baraka. Ni kwamba baraza la vijana mjini Baraka laandaa kuendesha mjadala ambao utakusanya raia wa tabaka tofauti siku ya posho ya wiki tunayo ya tariki 10 Mei 2025 kwa malengo ya kujua kila mmoja mchango wake kwa wakati huu. Wakili De Gaulle Malembe, mwenyekiti wa muundo huo mjini Baraka, amesema kulingana na hali ya sasa ni vema kila raia hasa kujua kila mmoja mchango wake. Tumsikilize. Ndio tuna conseil de jeunesse, tuna organiser conférence débat, itakuwa samedi le 10 ya hii mwezi, itakuwa mule musala jeunesse. Hata kama yaisha hata kwa tunahangaika kutafuta sala au tuko na sala yenyewe iko najengewa na itaweza karibisha watu kuparticiper kuile conférence débat mule musala jeunesse. En fait conférence débat yetu iko par rapport ya hii wakati tuko mwayo, kisha tunasema nini role ya kila mtu mwi periode tuko mwayo juu ya security ya jiji letu la Baraka. Sisi kama vile vijana tutakuwa mwile mjadala ile conférence débat kuongea juu ya nyakati tuko mwayo, role ya sisi vijana ni nini, role ya viongozi wa jiji ni nini. Alors itakuwa espace yenye tuna créer na wakati yenye tutapatia jeunesse yote ya vile yote ya Baraka de Kandali mpaka Katanga, sote tukutane pale tuongee, kila mtu alete mawazo yake. Viongozi wote wa jiji watakuwa pale, tuwasikie mawazo ya vijana, nini tunawaletea sasa vile mchango kwa kuendeleza uongozi bora katika jiji letu la Baraka. Itakuwa na 14 swate saa 8 kamili majira hapa kwetu Baraka. Tunaita vijana wote, tutakuwa vraiment espace ya mingi, ile salle kwa capacité ya ku recevoir plus ya 400 personnes et que donc place za Suisse, donc face za kuikalia
na viti vitakuwa. Tunaomba vijana wote waje wasikilize na waongee, waje pa kusikiliza waje waongee gisi tunapaswa kujere hii baraka yetu katika hii wakati kutapita amo nini wanapatia saa vile mashauri viongozi wa jiji. Na mwishowe De Gaulle Malembe amewataka raia hasa vijana kuja kwa wingi ili kutoa mchango wao. Tutakuwa na walimu wazuri, nitosha walimu Bujumbura, nitosha walimu wengine Uvira, juu waje wa debatre kufuatana hii teme, watufunze, watupatie maelekezo zaidi kwa hii teme yetu, na sisi wenyewe apres kusikia bibi bataongea mawazo tutapatia, tutatosha paraporo ila enseignement tutapata, nitasaidia viongozi wa jiji kujua gisi ya kujere vile yetu. Odela ya ile ingine haiko kila jere njoko la possibilité ya kupana proposition yake juu ya gestion ya mwingine mwi periode surtout na mere imfikie wala viongozi wengine wa jiji wafikie. Hii cadre yenyewe tuna créer ya conference de baya ita permettre kila yetu ile mwiko na mawazo yake aiongee na viongozi wataprendre en compte. Vijana wengi wako na mawazo mzuri ya kujere vile yetu me abana ile possibilité ya kuongea na wasikilize. Mimi nafikiri kama ni muda mwafaka espace yenyewe tuna créer kwa jeune wote mwiko na mawazo juu ya gestion ya nchi surtout ya vile tu baraka surtout periode tuko mwayo, viongozi wasikie na sisi wenyewe viongozi wa vijana tupate kuwasikiliza. Mada yenyewe tumechagua kufuatana na muda ambao tuko mwayo. Il est vrai que tuko na mateme za mingi zenye ma conference il faut tu organiser na jeunesse, mais hii moja kwanza iko par rapport ya hii hali tungaliki mwayo, watu wote wanaelewa hali yenyewe tuko mwayo. Naomba vijana wengi waje ile conference yetu waongee pa kusikiliza, waje waongee mawazo yao, wa mama wa dada wazee waje wasindikize vijana. Kwa hiyo naita population yote ya Baraka ikuye pour que permet isikie na yeye mwenyewe kwa mawazo yake, isikie tu mawazo ya kuongea wakati tuko mabibanda ya cafe chini ya mti. Hapana, waje tutainvite kwa autorite yote ya vila Baraka mwenyewe kwa mawazo yake aje aongee librement na watu wamsikilize na waangalie gisi mji wetu unapaswa endelea. Tubaki tu katika mji wa Baraka ni kwamba miezi miwili baada ya tukio la watu 4 kutembea uchi mjini Baraka, mwananchi Omari Mtambala arejea na habari kutoka kwa Mungu. Omari Mtambala, mwanaume pekee kwenye kundi hilo la watu 4, hakikisha kuwa na ujumbe wa ukombozi kwa watu weusi. Akizungumza na redio yako, mwananchi huyo amewataka wakongomani na wazaliwa wa Fizi kurudilia asili yao. Tumsikilize akiongea kuna kuruga ya Kibembe. Inenati kambole acho ole abecha pungu ombe ababondo. Ikambole ni etelela ubanda na i ombwe lyangochi ya milo abecha ababondo anduma ine nkongomani mbuka ya mubuchi wa Kongo Fishi Bobembe ni bwele batu nsau wake lumbaka batu baibilila abecha etu anduma bami bose basili bayenge kila mtu lubunga na ilumbi ekwele shurti yamba mwene ombe nicho saulansa uba Kongomani laki kambole abeli lele litenda nipo kila jamaa ya babondo Bafishi Bubembe lebe na yabwelumbe yabo ya jamaa ikambole kele asatu atenda vim ewe abecha pongo i ale motenda nibona egelumbe yo echo yakasha eyengwe na bale batu balu eta defile ya abecha pongo ya ichelecha itabo ya Isaya Maomi Mabele ubalia babo ibato bocho yenge byo byose bilumbe byo banonkongo aizambo bembe Fizi naebo babo bo etayo lumbe apana bo mangolepo ataikuta ole motenda i abecha pungu byose bilumbe ba etebyo ungana alakini apani sa ubula boto babaze yani bya ulebile bya asili bya baze bile byenu mwakasha mukule mube ole elumbe babo batu bale batu banachi wa kwanza wa china lyake ali mubuchi bwawe Omari Mtambala ali Nlumiana mwana wa Bashibuchu wa Abele ali mubuchi bwa Nyota Lweya mwana wa Bashilocha wa Asatu ali mubuchi bwa Tatu Juma ali mwana wa Bashilwinda wa Anachi ali mubuchi bwa Mama Zaina ali mwana wa Bachoba. Tujelekeze kule Mulongwe katika sekta ya Mutambala ni kwamba uzinduzi wa soko itwayo Muungano
umefanyika siku ya 3 ya wiki tunayo pa Mulongwe, na ambayo itakuwa na lema mara 2 kwa wiki. Kwake Kiza Kilozo Felicien, mwami wa groupement ya Basimukuma Side, amesema soko hiyo ilifunguliwa ili kuongeza uhusiano kati ya wakimbizi kutoka Burundi na raia wa eneo hilo kama alivyoeleza. Ndiyo, mimi nilikuwa Mulongwe pamoja na chef de secteur pamoja na delegation ya CNR, Commission Nationale des Réfugiés, pamoja na wakuu viongozi wa kijiji cha Mulongwe na wakuu wa kambi ya Mulongwe. Lengo langu la kufika Mulongwe ilikuwa ni kwa ajili ya kwenda kuzindua soko ya muungano. Soko hiyo ambayo itapatanisha wa Kongomani na ndugu zetu wa refugee ambao wametufata hapa, kwa watu wote kuwa wanakusanyika pamoja katika soko ili kudumisha usalama, ili kudumisha upendo, ili kudumisha maendeleo ya kijiji cha Mulongwe. Na soko hiyo iliazimiwa kusema itakuwa inalema siku ya 3 kwa juma na inalema na siku ya 5 kwa juma. Yaani leo ilikuwa ni siku ya 3, soko ilianza kulema rasmi, na siku ya 5 tena italema. Itakuwa kila wiki inalema mara 2 kwa wiki. Hiyo soko ya kila siku ya 3 na kila siku ya 5 inawekwa katikati ya kambi na katikati ya kijiji cha Mulongwe, yaani kwenye kukaa wale wa autochtone, yaani pale katikati ni pale waliweka soko yenyewe. Ndiyo, soko hiyo itakuwa na mchango mkubwa wa kuleta amani, kwa sababu tunaona hata vijiji vya wakimbizi wa Kongomani wenye kuwa kwenye nchi mbalimbali, soko hizo zipo, na ndizo soko ambazo zinadumisha amani katika wakimbizi na wale wenyeji. Mwishowe Kiza Kilozo Felicien amewataka raia wa groupement hiyo na eneo lingine kuwa na lema ndani ya soko hiyo siku ya 3 na siku ya 5 kama alivyorejea mara tena. Mimi nasema kwamba groupement Basimukuma Side, watu wote tujisikie kuweza kupeleka visa vyetu kwenye soko, kwa sababu ni soko, na kama ni soko bila sisi wenyewe kuisupport hiyo soko haitakuwepo. Yaani naomba kila mtu ajisikie kila siku kupeleka visa, iwe kwa wakimbizi, iwe kwa wale wa autochtone na watu wenye kuwa katika vijiji tofauti ambavyo vilivyo kando kando, pia nao wanahitajika kwenda kupeleka visa vyao na kwenda kutafuta chakula. Labda ningesema tu kwa wale watu wote ambao wanahitaji kupata vyakula mbalimbali, soko hiyo ya muungano iko tayari. Wakitafuta miogo, wakitafuta ndizi, wakitafuta kuku kuungambo ya ufugo wala mbuzi, wakitafuta rengarenga, nyanya, wakitafuta tomate, viazi na vinginevyo, karibu sana kwenye soko ya muungano, tena kwa bei nafuu. Mimi mwenyewe tu niliona fungo moja ya nyanya ya franga za Kikongomani 500 ilikuwa kama fungo 4 ama 5 za hapa Baraka, ambayo inauzikana 1000, labda ilikuwa labda ya 1500 hapa. Nasema watu wote wenye kunisikia katika hii sauti ambayo ninaisema hapa kama kiongozi, nasema wachuuzi, watu mbalimbali wenye kutafuta vya kurangua na vinginevyo, na wakupeleka hata visa mbalimbali divere na vinginevyo, wapeleke kwenye soko ya muungano. Iko wazi na iko tayari, na tunatumaini kwamba pamoja na watu wote tukiambatana mkono kwa mkono, soko hiyo itadumu. Asante. Na kwa wale wapendelevu wa habari za michezo, hivi sasa nampisha mwenzangu Sudi Valentin ambaye anavalia namba 7 mgongoni. Aya, asante sana kabisa mwenzangu Mare Makelele Uzile. Leo kuna kwa habari za michezo nambari 7 yangu ipepea barabara mgongoni. Tuanzie kwanza na hizi habari za hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba hatua ya nusu finali ya tournament ya Makate itaweza kupigwa siku ya 4 ya wiki tunayo tarehe 8 Mei mwaka 2025, ambako kata ya Matata watakipiga vikali zidi ya kata ya Kibonjo majira saa 9 kunako uwanja wa Lumumba. Kumbuka ya kwamba mechi hiyo iliweza kusimama siku ya Jumapili kutokana na mvua kali iliyonyesha katika mji wa Baraka, na hivyo mechi hiyo kasimama, na hivyo sasa mechi hiyo itaweza kupigwa siku ya 4 ya wiki tunayo majira saa 9 na dakika 30 za jioni. Mechi hiyo itaweza kuanzia kunako kipindi cha kwanza mnamo dakika 22, ambako ndipo mechi hiyo iliweza kusimamishwa kutokana na mvua kali iliyoshuhudiwa siku ya Jumapili hapa katika mji wa Baraka. Katika mji wa Baraka ni kwamba michuano ya ligi ya nyumbani daraja la pili, yani wale wachezaji wa shirikisho 17
iliweza kupigwa siku ya 3 ya wiki tunayo. Klabu ya Tujen waliweza kuibuka na ushindi wa mbele ya klabu ya FC Mwatembo, hivyo ni kisha kwa klabu ya FC Mwatembo kuto kujiripoti uwanjani. Klabu ya Tujen waliweza kupewa ushindi wa 3-0 na 3 vile vile. Lakini mechi ya pili klabu ya Damdiji walirizika kutoka sare ya 2-2 dhidi ya klabu ya FC Fimbo. Michuano ya ligi ya nyumbani itaweza kuendelea mara tena siku ya Jumamosi ya tarehe 10 Mei 2025 majira ya saa 7. Klabu ya Nouvelle Generation watakipiga vikali dhidi ya klabu ya FC Uragan, huku mechi ya saa 9 kamili za jioni klabu ya FC La Victoire wataweza kupambana vikali dhidi ya klabu ya FC Monima. Tournament hiyo mwenzangu Mara Makelele Uzile inaendelea kushuhudiwa kunako uwanja wa Oni hapo Mwandiga kunako manispa ya Katanga mjini Baraka. Michuano ya play-off hapa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliweza kupigwa ambako klabu ya CS Don Bosco waliweza kuwatandika Les Aigles du Congo 2-1. Lakini mpenzi msikilizaji wa Radio Kijamii Kivu, kwa kumalizia habari za michezo ni kujuza ya kwamba tukutane majira saa 3 kamili za usiku kunako uwanja wa Tout est possible, yani yote yawezekana huko katika nchi ya Ufaransa. Klabu ya Paris Saint-Germain kwenye uwanja wake wa nyumbani wa Parc des Princes wataweza kuwakaribisha klabu ya Arsenal Gunners hapo nchini Uingereza. Mechi hiyo ni ya mkondo wa marudio ya nusu finali ya michuano ya klabu bingwa katika bara la Ulaya, ambako mechi ya awali katika uwanja wa Emirates Stadium huko nchini Uingereza, vijana wa Arsenal Gunners walikubali kichapo cha 1-0 mbele ya klabu ya Paris Saint-Germain. Je, ni klabu ipi kati ya klabu ya Paris Saint-Germain kwa nchini Ufaransa na klabu ya Arsenal Gunners hapo nchini Uingereza ambayo itaweza kuikuta klabu ya Inter Milan kwenye hatua ya finali ya michuano ya klabu bingwa katika bara la Ulaya msimu 2024-2025? Mengi zaidi kunako swali hilo mpenzi msikilizaji wa Radio Kijamii Kivu, tukutane kunako uchambuzi wetu wa habari za hapo asubuhi. Mwenzangu Mari Makelele Uzile nikushukuru kwa kuweza kunipa muda kwa ajili ya kuwajuza wasikilizaji wetu habari za michezo, huko nikikutakia kila laheri kunako uchambuzi wetu wa habari. Ubarikiwe Sudi wa Sudi Valente kwa kuweza kutujuza yale yaliyojiri katika viwanja mbalimbali vya hapa katika mji wa Baraka na sehemu zingine za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji, ndipo tunakuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari za Radio Kivu katika mji wa Baraka kupitia masafa ya FM kunako mita 93.0. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Tujelekeze huko Kilembwe. Ni kwamba hali ya maisha ya wananchi wa Kilembwe na kando ndani ya sekta ya Lulenge inaripotiwa kushuka mno kiuchumi, ambapo mpaka sasa kigozi kimoja cha unga wa muogo kinachukua pesa 150 za Kongo kutokana na ubovu wa barabara zinazofanya gari kutokufika maeneo hayo. Udhibitisho ni wake mratibu wa shirika jipya la raia NDC Chumvi ya Kongo ndani ya sekta ya Lulenge, Abedi Sumbi Abdul, ambaye ameanza kwanza kuonesha hapa picha ya hali halisi ilivyokuwa. Hapa Kilembwe tuna matatizo ya usafiri. Tangu vita vingie mji wa Bukavu hadi sasa vitu huku vinaendelea kuharibika, usafiri hakuna, magari yazingii, na unaona eneo ya Kilembwe inakamatwa na misisi. Watu huku hakuna uchumi mwingine mbalimbali na kuzisha unga. Unga leo ukopo moja ina franka za Kongo 50 francs. Kwa mtu kwa kulipia watoto masomo, kuhudumia watoto inakuwa vigumu sana kwa sababu unga uzikani. Unga uendi misisi. Hizo ndio tatizo ambazo tuko nazo Tulenge. Hata wachuuzi wanaanza punguka. Hawapati mizigo za kutoka Bukavu, za kutoka Uvira, za kutoka kando. Na hivi sura ya hata ya chumvi inaanza onyesha kwenda na panda kwa sababu hakuna usafiri. Na hiyo ndio matatizo ambayo tuko nayo huku Lulenge. Kusikia na kuona ni vitu tofauti ndugu yangu. Manyema kuko nini? Manyema sina dependre nayo na huko. Barabara ya kutoka hapa na kuelekea mpaka Kindu. Si ni mbovu kupita kutoka hapo kuja huko. Mbovu sana. Wakati ya Banduri ilitengeneza wote usafiri ulikuwa natoka vitu biashara kutoka kule wote kupeleka Misisi. Na biashara vinatoka Bukavu vinaenda kule mpaka Kindu. Ingekuwa sema kuna utajiri na kuna biashara ambavyo vinahitajika
singekuwa umuhimu sana. Nao unga na vingine vyote kule vinachelewea kula, hakuna watu wa kuvinunua. Hizo ndio tatizo ndugu yangu. Hakuna magari. Hakuna magari aseme tutakuwa za kufanya usafiri. Gari hizo zinatokea huko Uvira, Bukavu. Ndio kunatokea gari za kufanya usafiri huku wa kupeleka biashara vya aina vyote, vya kulimwa, vya manufacture, yani vyote vinatokea huko. Ndio matatizo ambayo iko huko hiyo. Hakuna ambalo linaweza likawezekane kabisa. Watu wote wanadependre na huko. Hata hivyo, upande mwingine kiongozi huyo ameongeza kuwa ubovu huo wa barabara unaathiri pia sekta ya afya kwa sasa eneo hilo la Lulenge, kama alivyorejea mara tena Abedi Sumbia Abdul. Hata hivyo vifo kwa watoto vinaendelea kwa ukosefu wa huduma za dawa hazionekani. Hapa tulikuwa na ONG ya IMC mpaka sasa, baadhi yao ilikuwa Goma, na hivi Goma gisi baadhi ilikuwa Goma na kamatwa. Hakuna lolote ambalo linaendelea. Watu wanaathirika ovyo, dawa huduma hakuna, watoto wanakufa leo kama kesho, kila leo watoto wanafariki kama vile watu wazima. Dawa hakuna. Hivyo vyote vinachangia sababu ya ukosefu wa usafiri, sababu ya vita ambavyo vinaendelea, watu wanaathirika sana. Hata dawa ndani ya mafarmasi zinaanza malizika. Watu wataishi namna gani ndani ya jiji la Kilembwe? Tutoke hapo Kilembwe tujelekeze kule Kalonge. Ni kwamba mapambano makali yameshuhudiwa mchana kutwa wa siku ya 3 ya wiki tunayo ndani ya kijiji cha Kalonge na kando kati ya wazalendo zidi ya Ngomino, sio mbali zaidi na Minembwe. Kwa jambo hilo, mkuu wa vikosi vya wazalendo FPDC kamanda mtetezi wa pili Olivier Bolingo ameonyesha kuwa vijana wanajipanga na kuendelea vema kwenye shamba la mapambano. Taarifa tunazo ni kwamba mapambano hayo ni katika mpango wa kukomboa vijiji mbalimbali vya nyanja za juu ambavyo vinamilikiwa na wahasi wa Ngomino. Upande wake kamanda wa kundi la wazalendo FPDC mtetezi wa pili Olivier Bolingo amesema kuwa matumaini ya kukomboa maeneo hayo yapo kwa msaada wa jeshi la taifa FARDC pamoja na raia wengine. Mtetezi Olivier Bolingo amezungumza yafuatayo. Ndio, vita iko kabisa mpaka sasa. Tunaendelea tu kupambana mpaka pale kwenye tutafikisha vita mwisho. Na hiyo juzi vita imeanza katika njia ya Mkoko Katinge kwenda Minembwe. Leo vita imeshinda katika wilaya ya Kalonge. Ni vijiji vyenye viko sambamba, vyenye haviko kwa mbali zaidi na Kakenge na Minembwe na Kalingi. Waasi wanaendelea kutuatake na sisi tunaendelea kuwapiga pia. Ni defense tu sehemu moja wa kuangalia namna yote ile ya kufungula njia ile ya Minembwe. Ndio tuna matumaini kwamba raia itaendelea kutusaidia na pia na jeshi letu la taifa itaendelea kutusaidia. Tuna matumaini ya kwamba tutaendelea kabisa. Ni shauri ya kusema kama wazalendo sisi tubaki chini, tubaki pamoja, tuangalie nini tunaweza kutumika pamoja na kudhibiti vijiji hivyo vyenye ikaliwa na adui M23. Tujelekeze kule katika mji wa Kalemi jimboni Tanganyika. Ni kwamba watu wawili waliotekwa nyara na watu wasiojulikana pa Kalemi wameachiwa huru kisha kulipa kitita cha dola za Marekani 57,000. Amehakikisha hayo administrator wa tarafa ya Kalemi. Radio Kivu Kalemi tunajiunga na mwenzetu Olombwe DJ Doctor kwa mengi zaidi. Kufatana na administrator wa tarafa ya Kalemi John Mutombo Kabanga ambaye anakuwa anathibitisha taarifa kama na hiyo, anaeleza kwamba raia hawa akiwemo mchina mmoja pamoja na binti mmoja wa Kongo walikuwa naachiliwa huru weekend iliyokuwa napita, na hiyo anaongeza kuachiliwa huko huru kunakuwa natokana ni kisha tu pale kampuni la Kichina Great Lakes Cement GLC ilikuwa natoa kichita cha pesa takribani dola ya Marekani 57,000 na milioni 3 franka ya Kongo.
Kufuatana tu na chanzo hiki kimoja kinakuwa naeleza kwamba binti huyo ambaye umri wake unakadiriwa miaka zaidi ya 20 alikuwa kabisa nafanywa ujeuri na magaidi kama na hao huko porini. Wanga wawili walikuwa wanashikiliwa ni kisha wao kutekwa nyara na watu wakishikilia silaha wasiokuwa najulikana maeneo ya milima yanayokuwa napatikana kwenye mwambao wa Kipori, njia kutoka Kabimba kujielekeza Kalemi. Pale uvamizi kama na huo ulikuwa unasababisha vifo vya askari jeshi takriban 5 wa FARDC. Wasiwasi na maulizo mengi yanakuwa kabisa kitanda kuhusu namna ambao pesa hiyo ilikuwa nalipwa na GLC kwa magaidi kama na hao. Wakati ule viongozi wa kijeshi bado wanaendelea kabisa kubakia kimya, ijapokuwa kwamba maeneo kama na hiyo kuna kuweko na kuongezwa kwa kiwango cha jeshi kwa ajili ya kudhibiti usalama. Ikumbushe tu kwamba magaidi hao pale walipokuwa washikilia raia hao, mmoja wa Kichina na binti huyo Mkongomani, walikuwa kwanza naomba kiwango cha dola 1,500,000 kwa ajili ya kuachilia huru. Kisha mazungumzo ni hapo kiwango hicho kilikuwa nafikia hadi dola 57,000 na milioni 3 franga ya Kongo. Kutokana tu na swala kama na hilo la ukosefu wa usalama ama usalama hafifu maeneo kama na hiyo, administrator wa tarafa ya Kalemi John Mutombo anakuwa analika raia kuwa katika hali ya ukimya, ukuwa akithibitisha kwamba jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa natumia juhudi zote ili kufikia kuwashikilia magaidi hao na kurejesha usalama maeneo kama na hiyo. Nikiripoti kutoka Kalemi kwa niaba ya Radio Kivu, Olombwe, Didier Doctor. Tumalizie uchambuzi wetu wa habari na habari za kimataifa ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa wamefanya kazi kubwa na wapo katika hatua za mwisho ya kufanyikisha makubaliano ya amani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, kitu ambacho ni kizuri zaidi. Mengi zaidi naye Safari Limasidilwe ndani ya studio. Rais wa Marekani Donald Trump alijisifia sana kuhusu juhudi zilizofanywa na nchi yake kumaliza mzozo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda chini ya kuzorota kwa usalama katika ukanda wa maziwa makuu. Wakati wa mahojiano na chombo cha habari nchini Marekani hii tarehe 6 Mei 2025, alithibitisha hitimisho la makubaliano ya amani kati ya Kinshasa na Kigali, na mnukuu, "Najihusisha na Rwanda na Kongo ambao wako kwenye migogoro na tunajaribu kutatua shida hii, na nadhani tumefika mwafaka. Tulifanya kazi nzuri. Hakuna mtu anayezungumza juu ya mambo tuliyofanya, lakini nadhani tunakaribia kufikia mwafaka. Wanaonekana kuhitimisha makubaliano ya amani ambayo itakuwa jambo nzuri, lakini mimi najihusisha na mambo mengi tofauti," alisema Donald Trump, rais wa Marekani. Siku zilizopita, Masad Boulos, mshauri mkuu wa Trump kwenye masuala ya Afrika, alitangaza kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda wamewasilisha michango yao ambayo ni makubaliano ya amani ya awali kama ilivyoainishwa katika azimio la kanuni lililosainiwa huko Washington chini ya usimamizi wa Marekani. "Ninasalimu mpango wa pendekezo la amani lililopokelewa kutoka kwa DRC na Rwanda. Hii ni hatua muhimu ya kuheshimu ahadi zilizotolewa katika tamko la kanuni na nitategemea kujitolea kwao kwa amani," aliandika mshauri wa Donald Trump kwenye masuala ya Afrika Bwana Masad Boulos. Nchi hizo mbili zilijitolea wakati wa mkutano uliofanyika April tarehe 26 huko Washington kuwasilisha maandishi ya kawaida kabla Mei 2, 2025. Hadi hii iliyodhibitishwa na mawaziri wa nje akiwemo Therese Kaikwamba Wagner kutoka DRC na Olivier Nduhigire wa Rwanda ni sehemu ya mchakato wa diplomasia unaojumuisha mipango ya Nairobi, Luanda na Doha chini ya uratibu wa jamii kutoka Afrika Mashariki SEA, SADC na kwa msaada wa Jumuiya ya Afrika. Hati inayoandaliwa inapanga ahadi za uhuru, usalama, ushirikiano wa kiuchumi wa kikanda, kurudi kwa watu waliohamishoni pamoja na msaada mpya wa MONUSCO, misheni iliyo katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika tukio la utofauti unaoendelea juu ya yaliyomo kwenye maandishi, azimio la kanuni linapanga kuandaa mkutano wa mawaziri huko Washington chini ya upatanishi wa katibu wa nchi ya Marekani. Hatua hii inaashiria maendeleo makubwa katika juhudi za kikanda na kimataifa zilizolenga kumaliza mzozo katika DRC na Mashariki, ambapo mvutano unabaki kati ya Kinshasa na Kigali na vikundi vyenye silaha katika mkoa huo ikiwemo AFC na M23. Niayo kama habari za kimataifa kwa siku ya leo.
Asante sana Safari Almasidilwe kwa habari zako za kimataifa. Na ni hapo ndipo natamatisha uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo. Na kushukuru msikilizaji ambaye aliweza kunitegea sikio mwanzo hadi tamati. Vile vile sitakosa kushukuru jopo nzima waandishi habari wa Radio Kivu waliosaidia kuziandaa. Mimi ambaye nilikusomea ni Omari Makelele Uzile, upande wa pili nilisaidiwa na kijana Merci Mbele Chipamale. Nasema asante na kwaheri. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.